Waswahili wanasema pema ni pema usijapema. Ukipema pema si pema tena. Tumepema leo na karibu kwenye mwanga wetu wa mahojiano ambapo leo tuna mgeni wetu mwanagenzi katika chuo kikuu cha Rongo. Kwa kiufupi nitamkaribisha tu ajieleze majina yake, kozi anayesomea na mwaka ambayo yupo. Karibu. Naam, nashukuru sana kwa time kama hii kwa kukutana na wewe at least tuweze kuongea kidogo. Kwa hivyo kwa majina najulikana kama Mike Mika, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo mwaka wa 4 na somea taaluma ya utangazaji hapa hivi. Nashukuru sana bwana Mike. Kwa kuwa nimesikia huu mwanagenzi wa mwaka wa 4, ningependa tu tueleze, je, ni changamoto zipi mwazipitia kama wanafunzi huku chuoni? Sisi kama wanafunzi ama wanafunzi wa chuo kikuu huwa hukumbwa na changamoto mbalimbali. Kwa hivyo kwa mfano kuna changamoto ya fedha, ya malezi ama ya kuwalinda wakiwa katika chuo kikuu. So ambapo kuna wanafunzi ambao wanapata ukosefu, sio wote lakini bali kuna wengine huwa wanapata changamoto ya fedha ili kujistahili hapa kujiendelesha, kwa mfano chakula, kufanya mambo zingine kama vile kuendeleza masomo hivyo. So inakuwa vigumu sana kwao. Sawa, asante, nashukuru kwa hilo. Na kwa kuwa wewe mwanagenzi wa mwaka 4, naamini kuwa waelekea kumaliza masomo yako ya chuo kikuu. Ningependa tu kujua kutoka kwako, je, matumaini yako, azma na nia pindi utakapomaliza masomo yako ya chuo, unatarajia nini? Labda unatarajia kuandikwa kazi kutoka nje au kiwewe unatarajia nini? Kulingana na taaluma ya sasa hivi ama maisha ya sasa hivi, huwezi tafsiri iwapo utatoka upate kazi. So kwa hivyo mimi mwenyewe malengo yangu ya kwanza ni nikimaliza naomba nipate kazi, kitu cha kwanza. Nisipopata kazi nitajihusisha na short courses, kwa mfano online short courses ili za kuniwezesha kupata job, kwa mfano digital marketing ili kunisaidia nisikae hivi. Then ya pili niweze kuendeleza masomo yangu hadi kile kiwango cha juu, PhD au master. Asante kwa hilo, nashukuru. Endapo itatokea ukose kazi, je, umejipanga vipi iwapo utakosa kazi, au mpango wako ambao ulikuwa umepanga ikose kuingia na jinsi ambavyo ulikuwa umepanga? Mipango zangu zisipoenda vile venye nimezipanga, sitakufa moyo. Unajua maisha nao si kitu yenye utatafsiri useme itakuwa hivi na iko hivyo. Naam, asante, nashukuru. Nashukuru kwa wakati wako. Asante sana, imekuwa siku njema kwa siku ya leo. Nashukuru. Nitakomea hapo kwa sasa, nazama na makala haya, ila nikizuka nazuka na habari nyingine. Asante, nimekuwa wako Austin Amai.